Suzana, mke wangu, kwa nini hutaki kunisikiliza? Kwa nini upendi kunielewa Suzana? Nakusikiliza mme wangu, lakini tambua tumbo langu bado lina uchungu. Ni mama gani anayeweza kuvumilia mwanae kupotea? Na ndio maana mimi nimekuja duniani ili kumtafuta mwanangu. Suzana, hata mimi ni baba, pia napitia maumivu hayo hayo unayopitia wewe. Na kama unavyojua, mtoto amekuja duniani kwa njia ya upepo, na amefika duniani amekuwa na taswira ya kibinadamu. Na kama unavyojua, duniani kuna watoto wengi. Vipi, mtoto wako utamjua? Ndio maana nikakwambia kwamba hili swala niachie mimi, nitalifanyia kazi. Nikishapata majibu nitakwambia mke wangu. Nikuahidi tu kitu mke wangu, wewe rudi ujinini, nitakupa majibu ya haraka sana. Niahidi mme wangu, mwanangu atarudi kwa wakati. Ndiyo, nitafanya hivyo ili mradi wewe uwe na furaha. Nitamrudisha mtoto wetu, tuwe na furaha kama mara ya kwanza. Unaweza kurudi ujinini sasa. Sawa, mimi naenda. Sawa. Saga. Vipi mzee? Mbona hivyo? Fresh. Vipi mzee? Mbona kama kuna kitu unanyatia nyumbani kwangu? Hamna, nimekuja kutafuta wewe hapa. Sasa nimefika hapa sijakuona, ndio maana nikawa nakuchungulia ndani hapa. Okay sawa. Niambie, kuna taarifa gani? Na mazungumzo na wewe kidogo. Sisi tunaweza tukaongea. Sawa, ngoja nikutolee kiti hapo. Tuje tuongee kwa pale. Tangulia hapo nakuja, ngoja nichukue kiti ndani. Hamna shida. Palala. 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 Vipi mkuu? Salama kabisa. Nimekuja kukupa taarifa kuhusu lile swala unaniambia nilipeleleze. Lakini katika upelelezi wangu nimegundua kwamba yule mtoto yupo katika familia ya kina Toni. Niambie ndugu yangu. Lengo la kukuita hapa nitaka nikuulize kuhusu maendeleo ya yule mtoto. Na hivi mlisema mlimuokota wapi? Yule mtoto tulimuokota kule bondeni kule tunapochotaga maji kule. Kwa yule mzee fulani yule yule mzee. Mzee Saidi. Tulimuokota kule bondeni. Sasa kwa muda tumemuokota kama nilivyokuelezea jana, alitokea Kipalala. Tukamkabidhi yeye Kipalala, yule mtoto akaondoka naye. Namshukuru Mungu na yeye yuko vizuri kwa sababu na yeye yupo mikono salama, ila kutokana na tabia zake Kipalala si nzuri, ndio nataka nijiandae hapa kidogo baadaye nikamuone pale nyumbani kwake anaendeleaje na yule mtoto. Basi hilo halina shida. Kutokana manake wewe muonyesha jitihada zako zote kwa mtoto. Manake mmemuokota, mmetaka kuweka katika vyombo vya sheria, pia hilo ni jambo zuri na niendelee kukupongeza. Ila mie ushauri wangu au zumuni langu la kuja kwako nikiwa kama kijana mwenzako, nitaka tujaribu kushirikiana katika swala hili la kumpata mtoto ili kuwapata wazazi wa mtoto. Kwa sababu mtoto manake nyinyi mmemuokota na hamjui wa nani. Kwa hiyo mimi nakuomba tu kitu kimoja. Ukipata taarifa yoyote kuhusiana na mtoto, unitafute unipe, na mimi nikipata taarifa yoyote pia nitakutafuta, nitakujuza bwana nimepata 1 2 3, mbali tujue tunaanzia wapi tunamalizia wapi ndugu yangu. Wewe unasemaje? Upo sahihi. Basi mimi nashukuru sana kwa jambo hilo kwa sababu ni wachache sana wenye mioyo kama yako.
Na vipi kuhusu dada yako? Yeye analichukuliaje hili swala? Unajua bwana, tatizo ulipo hapo. Unajua sister yani toka jana yani amekuwa mtu fulani hivi mkali yani, manake alikuwa hataki Kipalala amchukue yule mtoto. Sijui ana matatizo gani dada yangu yule. Ila mimi nahisi sio swala, kutokana labda alikuwa anaandafia na tabia za yule mzee hapa kijijini. Unajua tena yule jamaa yenu Kipalala kama alivyo. Ila sasa mimi cha kufanya sasa hivi, au sisi cha kufanya, natakiwa mimi niende kwa Kipalala pale nikamcheki nikamjuze na yule mtoto hali zake. Baada hapo nitaenda tena kufuatilia harakati za mwenyekiti kule. Kama nitafanikiwa kumkuta, basi nitaenda kuacha taarifa pale nyumbani kwake kuhusu ujio wa yule mtoto hapa kijijini. Usiwaze juu ya hilo ndugu yangu. Sawa, mimi nashukuru kwa hilo. Basi sawa bwana. Poa, nikutakia asubuhi njema. Na juu ya hili naona kabisa kwamba dada yake anahusika juu ya utekaji wa mtoto. Hivyo nimekuja kukupa taarifa hii kwamba mtoto, hisia zangu zinanituma yuko pale. Sijui wewe umelionaje kwa upande wako? Hata mimi nilikuwa nalifikiria hiyo, ila nashukuru sana kwa taarifa. Unaweza kwenda kuendelea na shughuli zako. Sawa. Najua yote uliyofanya. Hivyo basi, naomba mrudishe mtoto. Nakupa onyo. Hii sauti unaisikia, ukikutana kwa mara nyingine, haitakuwa tena sauti hii. Nilipotoka huko nimekutana na Kipalala na kanambia michezo yangu yote ninayocheza naifahamu. Kwa nakuomba nipe mtoto nimpeleke kwa Kipalala. Nakuomba mdogo wangu nipe mtoto nimpeleke kwa Kipalala. Hapo sasa mtoto hatoki. Unasemaje? Kwa hiyo unapenda mimi dadako nizulike? Wewe nafsi yako inafurahi mimi dadako nikizulika Najua dada, wewe ni wa muhimu sana katika maisha yangu. Afu tena wewe ni familia yangu. Hata pia mtoto ni wa muhimu, mtoto hatoki. Huyo mtoto ndugu yako wewe, unamjua wazazi wake? Unamjua babake?
Mama yake mzazi unamjua? Umechangia naye damu huyo mtoto? Kwa mimi ndugu yako, baba mmoja mama mmoja, ndio leo nataka nife eti kwa ajili ya huyo mtoto. Umjui, umfahamu. Sasa sikia Kaundi, mimi nikwambie kitu. Kama mimi dada yako, umsio unapeleka kwa Kipalala. Kwanza unijui vizuri wewe. Sijui familia yake, simjui mamake, simjui babake, lakini huyo mtoto ni atoki. Kwanza leo huyo mtoto ni mwanangu. Mtoto haendi popote. Wewe unijui vizuri. Mbona hizi nguo? Ndiyo nguo za Kaundime hizi. Kaundime si hata nicheka mimi jamaa, hata na chizi dada yake nimevurugwa. Lakini nimetoka nyumbani nimebeba mtoto, hizi nguo zimetoka wapi? Ama kweli huyu mtoto sio wa kawaida. Hapa sasa ukisikia la mkuu kuvunjika gundo hivi. Sasa kwa nini? Niende kwa Kipalala au nirudi nyumbani? Si niende. Sasa niende kwa Kipalala mimi kweta nielewa. Hapana. Ngoja nirudi nyumbani. Kwanza. Kulikoni tena? Mwenzako, si nimechukua mtoto hapa naondoka naye. Nampeleka kwa Kipalala. Nafika njiani nakuta hili furushi la nguo. Dada, hapo ulipotoka hujatoka na mtoto. Mtoto umemwacha ndani, umetoka na hizo nguo na nilikuwa nakuelekeza dada unachukua nguo, akasema mimi namchukua mtoto nampeleka kwa Kipalala. Kwa mtoto yuko ndani. Kwa mimi nimechanganyikiwa chizi Au sijielewi mimi dada yako Nimetoka kabisa na mtoto hapa ndani. Nakimbia nampeleka kwa Kipalala. Sijui labda ushaanza kuchanganyikiwa, nipe nguo zangu. Namba nguo zangu. Nipe bwana. Kaundime. Lakini kwa nini mimi natoka kabisa nimebeba mtoto jamani? Nimebeba mtoto kabisa. Kwa nini kutefurushira nguo? Msubiri. Ndiyo nimebeba mtoto mikononi mwangu, mimi natoka na mtoto. Siwezi kukubalia kabisa. We Kaundime! Kaundime!
Kaundime mdogo wangu, ina maana wewe ndio ulienda kumchukua mtoto kwa Kipalala? Na unajua siku zote kaka yenu nateseka, napambana na mtafuta wa mtoto ili mradi tumfikishe sehemu salama. Lakini nyewe mnafanya mambo gani? Mbona mnanichosha ndugu zangu? Hapana kaka, mtoto sijaenda kumchukua mimi, alienda kumchukua ni dada na kumleta hapa. Sasa dada yako kaenda kumchukua vipi wakati mimi nakukuta na wewe Kaundime? Na kama kaenda kumchukua dada yako, siku ile si nilikuuliza mtoto dada yako kamchukua au la? Ukanijibu vipi? Si kwamba hujui chochote. Unashirikiana na dada yako? Hebu mlete huyo mtoto. Mlete hapa. Mlete, mwache. Mwachie. Huyu mtoto anatakiwa kwenda kwa mwenyekiti na sio kukaa naye humu ndani.